Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa uzima na amani. Natumai kila mmoja wenu mahali alipo ni mzima buheri wa afya. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Natamani tujifunze tumaini katika mipango ya Mungu. Tumaini katika mipango ya Mungu, na tunaenda kusoma kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11 inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuwazia mema. Sio tu hisia kusubiri kitu kitokacho, bali ni nguvu za Mungu. Hapo tukafafanue zaidi, tukafafanue mtazamo wa Mungu ni wa mbali, mtazamo wa Mungu. Kitabu tulichokisoma ni ujumbe uliotolewa kwa Waisraeli wakiwa utumwani Babeli. Waliokuwa wamekata tamaa wakidhani Mungu amewaacha. Wana wa Israeli kama vile mimi na wewe tunakata tamaa na kuona kwamba Mungu ametuacha. Anasema nayajua mawazo ninayowawazia. Anajua mawazo anayotuwazia. Hii inamaanisha Mungu hajashtukiziwa na hali unayopitia leo. Yeye ni mchoraji wa maisha yako. Ana ramani nzima. Hata kama wewe unaona matofali tu yaliyovunjika, Mungu anatuwazia, anayo mawazo mema juu ya maisha yetu. Hata kama tunapitia katika kipindi kigumu, hata kama unapitia katika hali ngumu, usikate tamaa, maana Mungu anatuwazia mawazo mema. Amani si mabaya. Anatuwazia amani na wala si mabaya. Wakati mwingine tunadhani changamoto ni adhabu, lakini hapa Mungu anasema kusudi lake la mwisho ni kukuinua, si kukuangamiza. Kukuinua si kukuangamiza. Tumaini siku za mwisho. Mungu haangalii tu sasa, anaangalia kule unakokwenda. Huenda leo ikawa ni giza, lakini yeye anaona alfajiri inayokuja. Kwa hivyo wewe unayatazama ya sasa, lakini yeye anatazama yajayo. Kwa hivyo tumaini siku za mwisho. Kwa hivyo unafaa ufocus na tumaini ambayo ni siku ya mwisho. Mungu anatupenda na Mungu anatutamania tuweze kuvuka, tuweze kufikia kwenye malengo yetu. Mungu ni fundi wa mambo yote. Mungu ni fundi wa mambo yote. Na tukiangalia kitabu cha Warumi 8 mlango mstari wa Warumi 8 mstari wa 28 nasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hivyo Mungu ako na kusudi lake, na ndio maana ametuita. Mungu ana kusudi lake, na ndio maana ametuita. Kwa hivyo usikate tamaa wala usione kwamba Mungu amekuacha. Mungu ana kusudi jema juu ya maisha yako. Mungu ni fundi. Tukiangalia katika mambo yote, katika mambo hii inajumuisha makosa yetu, huzuni, kukataliwa na hata milango iliyofungwa. Mungu anachukua vipande hivi vyote, hata vile visivyo na maana, na kuvisuka upya. Hufanya kazi pamoja
hufanya kazi pamoja. Fikiria juu ya upishi wa keki: unga mkavu, chumvi na mayai mabichi peke yake havina ladha nzuri, lakini mpishi stadi akivichanganya na kuviweka kwenye moto, matokeo yake ni keki tamu. Mungu ndiye mpishi huyo, anatumia moto wa majaribu kuleta matokeo mema. Anatumia moto ili kutujaribu kuleta matokeo mema. Kwa hivyo unapojaribiwa, unapoingia katika hali ngumu ya maisha, usikate tamaa, zidi kumtumainia Mungu naye ataweza kutupigania. Kwa wale wampendao, huu ni mwaliko wa kubaki katika uhusiano na yeye. Tumaini letu haliko kwenye bahati, bali liko kwenye ahadi ya mtu aliyetupenda. Mtu aliyetupenda ni Mungu. Jinsi ya kuishi katika tumaini hilo. Jinsi ya kuishi katika tumaini hilo. Ukichelewa kipindi cha maandalizi, Mungu anakuandaa kwa ajili ya baraka. Ukiona jambo limechelewa, ukiona kitu ambacho umekitamani ama umekiomba kimechelewa, wewe jua ya kwamba ni kipindi cha maandalizi. Mungu anakuandaa kwa ajili ya baraka. Kukataliwa. Ulinzi wa Mungu alikuwa anakuepusha na jambo ambalo si lako. Kwa hivyo ukiona umekataliwa na watu, ukiona umekataliwa na majirani ambao watu wanakupiga vita, jua ya kwamba ni Mungu ni ulinzi wa Mungu, maana alikuwa anakuepusha na jambo ambalo si lako. Maumivu. Shule ya imani. Unajifunza kumtegemea Mungu zaidi. Unajifunza kumtegemea Mungu zaidi. Unapitia katika maumivu makali, Mungu anakuonesha kwamba anatamani usimame kwenye imani pasipo kutegemea mtu mwingine. Weke tumaini lako kwa Mungu peke yako. Mipango ya Mungu si lazima iwe rahisi, lakini mara zote ni ya thamani. Mipango ya Mungu si lazima iwe rahisi, lakini kila wakati, kila saa, kila mara zote ni ya thamani sana. Mungu awabariki sana mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.